Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, nimeona tukutane kwa siku hii ya leo ya tarehe 31 ya mwezi wa 12 2025, angalau tuweze kuzungumza machache kwa wana Dar es Salaam, kama sehemu pia kumshukuru Mungu na kama sehemu pia ya kuombea heri ya taifa letu kwa mwaka unaofuata 2026. Kama mtakumbuka, ndugu waandishi wa habari, leo ni siku ya mwisho kwa mwaka 2025, na kwamba sasa kilichosalia ni masaa machache mwaka wetu uweze kupinduka na kuanza mwaka mpya wa mwaka 2026. Lakini kwa mwaka 2025 yako mambo mengi ambayo ninyi waandishi wa habari mmeweza kuyafanya kama sehemu ya kuhabarisha umma kuhusu mambo mbalimbali ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kwa awali ya yote, nipende kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametusaidia sote tukawa hapa, lakini aliyetusaidia sana mkoa wetu wa Dar es Salaam ukavuka salama katika mambo mengi. Na la kwanza ambalo ningetaka pia kumshukuru Mungu kwa zaidi ya yote ni kuhusu usalama wa mkoa wetu wa Dar es Salaam. Mkoa wetu wa Dar es Salaam, kiwango na hali ya usalama mpaka sasa ipo juu sana, kwa maana kwamba bado tunaendelea kushirikiana na wananchi wote kwa ujumla ili kuhakikisha mkoa wetu unaendelea kuwa kivutio cha kila kitu, na hasa katika masuala ya uwekezaji na masuala ya makuzi ya kiuchumi katika taifa letu. Lakini jambo la pili, namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mnafahamu kwa dhati kwamba sisi kama wateuliwa tu wa Mheshimiwa Rais tunayo dhamana pana ya kuweza kufanya kazi kwa maelekezo yale anayoyaelekeza. Lakini zaidi, kama mnafahamu kwamba vyeo vyetu usipofanya kazi kwa bidii, maana yake Mheshimiwa Rais anayo haki ya kikatiba ya kufanya maamuzi ya aina tofauti na kazi ambazo wewe kiongozi umepewa kufanya na hujazifanya. Kwa nikiri kwa dhati kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuamini kwa mwaka unaopita huu 2025 na pengine hata kuendelea mwaka 2026. Lakini pia niwashukuru sana timu ya wafanyakazi wenzetu na wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam, mkiwemo ninyi waandishi wa habari, kwa kazi nzuri ambazo mnaendelea kuzifanya, kwa sababu habari ni muhimili wa 4 wa dola, na kwamba pale ambapo mtaripoti taarifa inayoweza kugharimu taifa, ni dhahiri kuwa chombo cha habari kinaweza kuwa na role ya kuchochea ama role ya kuweza kuzuia au kupunguza kile ambacho kingeweza kupata taifa letu. Kwa dhati niwashukuru sana waandishi wa habari, na niwashukuru sana pia wafanyakazi wenzetu katika mkoa wa Dar es Salaam. Niwashukuru pia wananchi wote kwa ujumla, pale ambapo tumefanya kazi na pale ambapo wakati fulani pia tumewaudhi wananchi wetu, lakini kwa pamoja tumeendelea kushikamana ili tuweze kulijenga taifa ama mkoa ambao una dira moja na mkoa ambao una lengo lake kubwa ni kuharakisha maendeleo. Aidha, jambo jingine la msingi sana, ndugu waandishi wa habari, nimeona ni vizuri sana pia tukazungumza machache ambayo tumepita nayo kwa mwaka 2025. Kama mtakumbuka kwamba mkoa wetu umeendelea kupokea fedha za maendeleo kama ambavyo mikoa mingine yote inapokea, na kwamba sisi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam yako mambo kadhaa ambayo kwa muda mrefu yamekuwa ni kero kubwa sana. Lakini kwa dhati nitumie nafasi hii kumshukuru sana tena Mheshimiwa Rais kwa kusimamia kwa dhati ili kupunguza kero ambazo kwa mkoa wetu zilikuwa ni kero sugu na kero mama. Jambo la kwanza katika kero, mtakumbuka kwamba kila yalipotokea mafuriko katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, kwa muda mrefu sana tumekuwa tukifunga baadhi ya barabara, na ambazo ndizo zimekuwa kiunganishi kikubwa cha uchumi kati ya wilaya zingine na wilaya ya Ilala ambayo iko katikati ya jiji letu. Na moja ya barabara ambayo tumekuwa tukiifunga sana ni hii barabara ya Jangwani, ambayo ni barabara Moro Road, na hasa pale Jangwani ambayo imetokana na daraja
au maji ya mto kujaa juu ya daraja na kusababisha daraja hilo kutopitika na nyakati za mvua. Ninayo heshima kwenu ndugu waandishi wa habari kuambieni kuwa daraja lile tulilipata fedha kwa ajili ya kuanza kujengwa, na fedha nyingi sana ambazo zimekushawekwa hapo, si chini ya bilioni 97, na ambazo zimekushawekwa katika daraja la Jangwani ili kuhakikisha kwamba ifikapo mwaka 2026-27 daraja hilo linakuwa limekamilika. Sasa hili wakati fulani budget zinapangwa, lakini wakati fulani pia tunasema unapokutana na Mheshimiwa Rais mahali popote, jambo kubwa ambalo unapaswa kumweleza ni kuhusu maendeleo ya mkoa wako na kipande ulichopewa kuongoza. Kwa nikiri kwa dhati kwamba baada ya kumweleza Mheshimiwa Rais mara kwa mara katika hili, baadaye akaidhinisha fedha ambazo zimekwenda sasa kuanza kujenga daraja la Jangwani, kujenga daraja la Mkwajuni na kujenga daraja la Kigogo. Daraja la Kigogo, ndugu waandishi wa habari, linajengwa kwa chini ya bilioni 17.7, wakati daraja la hapa Jangwani linajengwa kwa chini ya bilioni 97, na daraja la Mkwajuni linajengwa kwa chini ya bilioni 11. Sasa ukiangalia fedha hizi zote ni fedha ambazo ziko pamoja, zimekaribiana ili kuhakikisha kwamba barabara zinazoingia mjini zinapitika. Kwa hii ni jambo ambalo kwa kuwa lilikuwa kero kwa muda mrefu, na kwa kuwa ilikuwa inalazimika kusimamisha shughuli za kiuchumi kwa kufunga barabara hiyo, nitoe maelezo ya dhati kwamba tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuridhia ili kuiondoa adha hii ambayo kwa muda mrefu kimekuwa ni kilio kwa wana Dar es Salaam. Lakini jambo jingine la muhimu ambalo pia nitaka mlielewe, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana barabara ya kwenda Kongoe, hii pale Mbagala kwa mbele kwenye mto Mzinga. Kumekuwa kuna malalamiko makubwa na ambayo ninyi waandishi wa habari mmekuwa ni mashahidi. Baadhi ya wenzetu wamepoteza maisha yao kwa sababu ya magari kufeli breki, barabara kuwa nyembamba, na baadhi ya watu wameachiwa ulemavu kwa sababu ya ajali ambazo zimekuwa zitokea katika barabara hiyo. Ndugu waandishi wa habari, kwa sasa Mheshimiwa Rais aliridhia chini ya Wizara ya Ujenzi kwamba barabara hiyo itanuliwe, barabara ambayo inaitwa Rangi Tatu Kongoe, Mbagala Rangi Tatu Kongoe ipanuliwe, na kwamba sasa inajengwa kwa si chini ya bilioni 54.5, na ujenzi huo kwa sasa umefikia 25%. Naeleza haya ndugu zangu waandishi wa habari kwa sababu unapofunga mwaka ni vizuri sana pia wana Dar es Salaam wakaelewa progress ya maendeleo ambayo mkoa wetu umepata ndani ya muda mfupi sana wa utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo la tatu jingine katika mfumo huo wa barabara, kama mtakumbuka, Dar es Salaam kwa sasa imewekeza viwanda vingi upande wa Kisarawe tu pale Kigamboni, na kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya muda mrefu kuhusiana na ubovu wa barabara ya kutoka Kibada, Mwasonga mpaka Kimbiji. Barabara ile ndugu zangu waandishi wa habari, barabara ile inajengwa sasa kwa kilomita 41, na ujenzi huo umekwisha fikia 50%. Madaraja yanajengwa na anajenga mzao mwenzetu ambaye anaitwa Esteem, na wakati tayari madaraja mengine yamechanganyikana kati ya wazawa pamoja na watu ambao sio wazawa, lakini kutokana na ukubwa wa mitambo. Barabara ile ndugu zangu inajengwa kwa bilioni 83.8, na hiki kilikuwa ni kilio kikubwa sana cha wawekezaji wakubwa ambao wamewekeza kule Kigamboni, na sasa barabara hii inajengwa kwa bilioni 50 kwa bilioni 83.8, na ujenzi wake umefikia kama nilivyosema 50%. Lakini kama mtakumbuka pia mwaka jana au mwaka juzi, zile mvua nyingi, wapo wananchi barabara Kunduchi walidai tumeokota magari ambayo kama mtakumbuka ni baada ya madaraja kusombwa. Madaraja yale Mheshimiwa Rais ametoa fedha si chini ya bilioni 11 pale chuo cha NDC kwa chini, ili pia daraja lile na lenyewe liweze kutengenezwa vizuri na Watanzania waweze kupita. Kwa sisi mkoa wetu Dar es Salaam kwenye upande wa barabara na hasa zinazomilikiwa na TANROADS peke yake kuna zaidi ya bilioni 900 ambazo zimewekwa katika mabarabara, ukiweka barabara za mwendo kasi, barabara za kawaida pamoja na madaraja yake. Kwa hiyo tunapofunga mwaka 2025 ni vema tukawaeleza wa Dar es Salaam kuhusu adhima ya makuzi ya mkoa wetu ambayo serikali imeweka chini ya uongozi ama utawala wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Pamoja na haya, zipo barabara zingine nyingi ambazo nitawaachia dokumenti hapa kwa manufaa ya wana Dar es Salaam wenzetu waweze pia kuzisoma, barabara ambazo
zinatengenezwa, moja ikiwa ni ujenzi wa daraja la Mtongani na mifereji ya mvua kwa pesa nyingi chini ya bilioni 24, lakini pamoja pia na barabara zingine nyingi ambazo pia zimeendelea kushughulikiwa katika kipindi kifupi hiki cha utawala wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini kama itoshi, ndugu zangu waandishi wa habari, upande wa TARURA zipo pia barabara kwa program maalum ya DMDP2. DMDP inajenga barabara zake hapa Dar es Salaam, na kwa sasa kama mtakumbuka tulisema zitajengwa barabara za chini ya kilomita 255, lakini so far status ya sasa tumesha saini mikataba 21 ambayo ina kilomita 158, na katika kilomita hizi 158 zinajengwa kwa bilioni 438, na mpaka sasa ujenzi wa barabara hizo za DMDP2 ziko asilimia 26 mpaka asilimia 46 katika ujenzi wake. Kwa hiyo nitoe rai pia kwa wana Dar es Salaam ya kwamba tuendelee kushirikiana na wakandarasi wote ambao wako katika mabarabara haya ili miradi hii iweze kukamilika kwa wakati na tuweze kuharakisha maendeleo katika jiji letu. Ipo mikataba michache ambayo bado haijasainiwa na ambayo inasubiri sasa tulipe fidia, kwa sababu baadhi ya barabara zinapita kwenye nyumba za watu. Tulipe fidia, alafu baada hapo wananchi waendelee kupata huduma za barabara. Lakini vile vile, ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba kwa miezi michache hapa nyuma tumepita katika kipindi kigumu cha ukame. Na katika kipindi hiki kigumu sana cha ukame, ndugu waandishi wa habari, sisi Dar es Salaam tunategemea sana maji yanayotoka mto Ruvu. Na mto Ruvu chanzo chake kikubwa pia ni milima ya Uruguru. Na ndani ya milima ya Uruguru kuna mito chini ya 5 ambayo inachangia maji yake kwenye mto Ruvu, kwenye mto Ruvu. Na kutoka Ruvu na kutoka kule Morogoro mpaka hapa si chini ya kilomita 260. Maana yake ni kwamba mtu unasafiri kwa chini ya kilomita 260. Na kama ambavyo Mheshimiwa Waziri amekuwa akizungumza, waziri wa maji, mitambo yetu kwa katika kipindi hiki tunachofunga mwaka, lakini zaidi pia tuwaeleze mipango mikubwa ya serikali ambayo imekushawekeza ili kuhakikisha kwamba mipango hii ya maendeleo katika mkoa wetu inatimizwa. Lakini Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pia ameelekeza kwa Wizara ya Maji kwamba sasa ni muda mwafaka pia wa kuchukua maji kutoka mto Rufiji ili aweze pia kuja moja kwa moja kuhudumia wakazi wa Dar es Salaam na pengine wakazi wa mkoa wa Pwani na wakazi wa mkoa wakazi pengine wa maeneo mengine jirani. Na kwa maelezo pia Mheshimiwa Waziri wetu wa Maji ni kwamba tayari taratibu zimekwisha anza ili kuhakikisha kwamba baada ya muda tunapata tena maji yanayotoka katika mto Rufiji. Na kama mnavyojua kule tayari kuna bwawa la Mwalimu. Maana yake ni kwamba maji yanayojaa katika bwawa la Mwalimu yanayotembea katika mto Rufiji yatakuwa maji ya mvua pia yatakuwa yapotei, ili angalau pia yaweze kufika Dar es Salaam kwa ajili ya kuhudumia shughuli mbalimbali zikiwemo shughuli za viwanda na masuala mengineyo. Ndugu waandishi wa habari, kwa upande wa TANESCO kwa leo hatuna matatizo makubwa. Ni sekta ambayo wamejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Na mpaka sasa malalamiko katika sekta maji, katika sekta umeme yamekuwa sio kama mwanzo. Sasa kilichopo kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna miradi mikubwa ya ubadilishaji sasa wa miundombinu ile ya usambazaji wa umeme, pamoja sasa pia na miradi mingine ambayo ipo hapa kwetu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa substations na kuongeza nguvu za substations hizo ili ziweze pia kusave baadhi ya maeneo. Kwa ndugu waandishi wa habari, tumeona pia ni muhimu tukawaeleza wenzetu pia wana Dar es Salaam ili waone kwamba tunapofunga mwaka huu 2025 ni mambo gani serikali imekwisha anza kuyatekeleza kama sehemu pia kuhakikisha kwamba tunajiimarisha katika masuala madhubuti ya maendeleo katika mkoa wetu kwa ujumla wake. Jambo jingine ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba leo tunafunga mwaka na ikifika tarehe 1 tayari tunaanza kujiandaa na ufunguaji wa shule. Sasa ni vizuri pia mkafahamu mwenendo wa shule zetu katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwanza, mkoa wetu wa Dar es Salaam tumejipanga vizuri ili kuhakikisha tunawapokea wanafunzi wote waliofaulu kuingia kidato cha kwanza. Tunawapokea wanafunzi wote waliofaulu kuingia kidato cha kwanza. Na mkoa wa Dar es Salaam kwa mwaka 2026 vijana 95,323 ndio wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza. Wanaotarajiwa kuanza kidato cha kwanza
wanafunzi 95,323. Na kwa mantiki hiyo tumejiandaa kuhakikisha kwamba wanafunzi wote wanaingia madarasani kwa kuwa na madarasa yanayotosha, na kama mmeona baadhi ya shule tumekushaanza kujenga shule za mfumo magorofa, na Mheshimiwa Waziri wetu wa TAMISEMI, waziri wa nchi ofisi ya Waziri Mkuu tawala za mikoa na serikali za mitaa, Profesa Shemdoe ameelekeza kwa dhati kwamba kabla ya tarehe 10 ya mwezi wa kwanza tuhakikishe miundombinu yote ya kuwapokea wanafunzi ipo tayari kwa ajili ya kuwapokea wanafunzi wote waliofaulu, na kwamba wazazi jukumu lao linalotakiwa ni kuhakikisha kwamba wana provide mahitaji ya muhimu kwa watoto wao ili watoto waweze kuingia mashuleni. Ni kweli kwa dhati kwamba yapo baadhi ya maeneo tumeendelea kuwekeza nguvu kubwa ili kuhakikisha madawati yanayopatikana yanalingana na wanafunzi. Yapo baadhi ya maeneo ambayo wanafunzi walikuwa wanalalamikiwa au serikali inalalamikiwa kwamba kwa nini wanafunzi wanakaa chini. Ilikuwa hivi, madarasa yalikuwa ni machache, wanafunzi ni wengi, na kwa mantiki hiyo ndani ya madarasa ilikuwa huwezi kuwa na madawati mengi nje na idadi ya wanafunzi ambao unao. Kilichofanyika ni kwamba kwa mkoa wetu, kama mtakumbuka, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kwanza tulipata madarasa mengi sana katika mkoa wetu, na ambayo pia imepunguza kwa kisehemu kubwa sana uhaba wa madarasa katika mkoa. Na pili, wakurugenzi wote sasa katika mkoa wetu wa Dar es Salaam wamejipanga kuhakikisha kwamba madawati yanakuwa yanatosha kwa wanafunzi wote ili kuepuka vimichango vidogo vidogo na vimichango holela ambavyo wazazi wamekuwa kitozwa kupeleka dawati au na vitu vinginevyo. Kwa tumeeleza pia kwa dhati kwamba michango ya namna hiyo ni vizuri ikapigwa marufuku katika mkoa wetu, na kwamba serikali inafanya kazi kubwa kuhakikisha inatoa elimu bora. Michango ambayo wazazi watatakiwa, ipo michango ya lazima, kwa mfano ambayo sio michango, ni basic needs. Kwa mfano chakula cha mtoto shuleni, mavazi ya mtoto shuleni, masuala mengine yote hayo ni jukumu la mzazi kuhakikisha kwamba anafanya kazi hizo za msingi. Lakini pia wanafunzi wanaotarajiwa kuingia darasa la awali katika mkoa wetu wa Dar es Salaam, darasa la awali mtakumbuka kwamba serikali pia imewekeza kwa kisehemu kubwa sana madarasa hapa chini, ni wanafunzi 135,000, 135,279. Hao ni wanafunzi ambao wanatarajiwa kuingia awali. Lakini zaidi pia wanafunzi wanaotakiwa pia kuingia darasa la kwanza wapo pia hapa, na kwamba wote hao kwa pamoja hakuna mwanafunzi ambaye atakosa kuingia darasani. Ndugu waandishi wa habari, nimeona nitaje maendeleo machache. Sijataja sekta afya kwa sababu mnafahamu kwamba kwa sasa Mheshimiwa Rais ameelekeza ndani ya siku 100 za utawala yapo maelekezo, na moja ya maelekezo yake makubwa ni kuanza kwa haraka sana majaribio ya mfumo wa bima afya kwa wote. Na sisi kama mkoa wa Dar es Salaam wenye population kubwa ya watu, wenye hospitali kubwa sana, tumehakikisha kwamba tumeweka mifumo mizuri kuwapa taaluma hii ya bima wananchi wetu, ili jaribio hii itakapoanza basi wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wawe namba moja katika kuitikia wito na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba wananchi wanapata ahueni ya matibabu kwa kutumia bima ya afya kwa wote. Lakini pamoja na maelekezo yake mengine yamekuwa ni kuhakikisha mwenzetu mmoja anapofariki, kumekuwa kuna malalamiko makubwa sana ya miili ya wenzetu wanaofariki ama kutangulia mbele za haki kukataliwa kuichukua milio mpaka kuclear bill. Ndugu zangu wana Dar es Salaam, naomba niwaeleze tena kwamba mkoa wetu tumeweka utaratibu mzuri sana wa kuzingatia maelekezo haya Mheshimiwa Rais, lakini pia yanayotekelezwa pia chini ya Wizara ya Afya, lakini pia huku chini pia Wizara ya TAMISEMI inahusika. Watendaji wetu wa serikali za mitaa na watendaji wetu wa serikali na watendaji wetu wa kata wanafahamu wajibu huu wa kuhakikisha kwamba wanawarecommend wale watu wote ambao hospitali zote zitahitaji taarifa za ziada kuhusu mgonjwa ambaye amepoteza maisha ama mtu ambaye amepoteza maisha. Lakini kwa sasa utaratibu huo kwa Dar es Salaam, mtakumbuka hospitali zetu zipo nyingi na malalamiko yao yako mengi sana. Kwa hiyo tumejipanga pia na wenzetu ili kuhakikisha kwamba wazo hili ambalo limeletwa na serikali la kuhakikisha tunaharakisha kwa haraka sana kuwapa wenzetu miili
ama ndugu kuwapa miili ya ndugu zao ambao wamepoteza maisha unafanyika bila urasimu wa aina yoyote. Na kwa mantiki hiyo tunaendelea tena kuliratibu jambo hili na kuambia pia Watanzania na hasa wa Dar es Salaam kwamba mahali popote litakapotokea jambo hilo tuwasiliane na ofisi ya mkuu wa mkoa kwa haraka, ofisi za mkuu wa wilaya kwa haraka, ili usipate tabu, kwa sababu ni maelekezo yaliyotolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini jambo jingine pia ndugu zangu ambalo nimeona pia ni muhimu tukashare pia kwa pamoja ni kuhusu mwenendo wa usalama wa mkoa wetu kwa ujumla wake. Fikiri mnafahamu hapa nyuma mkoa wetu pia ulipata itilafu ya baadhi ya wahalifu kuweza kuharibu mkoa na baadhi ya wahalifu pia kuweza kuharibu miundombinu. Naomba niwaeleze kwa dhati kwamba miundombinu yote ambayo ilikuwa imeharibiwa mpaka muda huu tunapozungumza ipo on progress katika kuirudisha upya ili Watanzania waendelee kupata service zao. Kwa mfano, zipo baadhi ya ofisi za TRA, ipo miundombinu ya barabara kama hii miundombinu ya barabara ya mabasi yanayo kwa kasi. Zipo baadhi ya ofisi za watendaji wa serikali za mitaa. Zipo baadhi ya ofisi za Chama cha Mapinduzi. Zile ofisi zote ambazo serikali inahusika nazo, ikiwa ni pamoja na serikali za mitaa, vituo vya polisi, TRA, tumekushaanza kurudisha huduma na pengine kwa kukarabati upya au kwa kujenga upya ili ziwe bora zaidi. Na pale ambapo tumeendelea kusikia kuna viashiria vyovyote vile vya kuendelea kutishia ama kuvunja amani, tumeendelea pia kutoa elimu kwa Watanzania wenzetu na hasa Dar es Salaam na kuonesha umuhimu wa mkoa huu kwamba tusirudi tena katika hali ambayo ilitukuta hapo nyuma. Mkoa huu ni mkoa muhimu, ni mkoa ambao utakapofungwa huduma nyingi zinaweza zikalala ndani ya mkoa na hata nje ya mkoa wetu. Kwa hiyo ni washukuru sana waandishi wa habari, ni washukuru sana wa Dar es Salaam kwa kuendelea kuwa mabalozi sahihi wa neno amani, kwa sababu katika amani ndio tunapata kila jambo. Na zaidi pia ni washukuru sana wadau na hasa viongozi wa dini, viongozi wa taasisi za kidini, viongozi wa asasi za kiserikali na zisizo za kiserikali na wadau wengine wote kwa ujumla wao kwa kuungana mkono kuwa haki na amani ni kama mapacha. Lakini tunaongeza neno wajibu kwamba haki na amani ni kama mapacha, lakini bila kusahau wajibu ambao umetajwa katika vitabu vyetu na umetajwa vile vile katika Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.